Majina anaitwa Novatus Chirima, ni mkurugenzi wa Mashati Oil Investment Limited. Ni wachakataji wa zao la pamba. Tunaendesha shughuli zetu hapa mkoani Shinyanga. Msimu wa pamba umeshaanza, wakulima wako mashambani wanavuna. Tunawasihi wakulima wavune kwa wakati, wapeleke sokoni moja kwa moja kwenye vituo vyetu kule. Lakini kwenye upande mzima wa mavuno wazingatie zaidi kanuni zile za uvunaji kama walivyoelekezwa na wale maafisa kilimo wetu kule kwenye mfumo mzima wa BBT ambao unasimamiwa na bodi. Kwa maana yake wajitahidi kuvuna kwa wakati, wasiache pamba idondoke kachafuka tena vumbi, ili kuweza kulilinda soko letu la kimataifa, kwa maana ya pamba inaenda kuchafuka tena au nini. Kwa hivyo wavune kwa wakati, wapeleke kwenye vituo vyetu kule ambako Mashati ipo, kwenye kata zetu za manispaa Shinyanga na Shinyanga vijijini kule. Waweze kuuza, wapewe fedha zao pale kwa wakati, lakini pia ili tuweze kuwaisha mizigo kwenye masoko kabla ya bei kuanza kuporomoka. Na soko vizuri, tumeweka vituo vyetu sawa, tumeshaandaa miundombinu ya kusafirisha pamba hiyo, lakini pia fedha kwa mkulima ipo karibu. Atakapofika akipimiwa, basi mkulima apate fedha yake pale pale. Kwa hivyo kikubwa, mkulima akivuna awaishe pamba sokoni kwa wakati kwenye vituo vyetu vya manunuzi. Kwa kata ya Mwalukwa pale Shinyanga vijijini tuna vituo vinne. Kuna kituo cha Ngama AMCOS pale, kuna kituo cha Bulambila AMCOS, kuna kituo cha Welibalini AMCOS na kituo cha Kadoto. Wafike pale wapimie pamba yao kwa usahihi kabisa, wazingatie swala la usafi, pamba isiwe chafu. Watakapovuna tu shambani wasiache kadondoka na vumbi pale, waiwaishe AMCOS, basi wataweza kuuza pamba yao pale. Lakini kwa kata ya Masengwa pale Shinyanga vijijini tuna vituo vitatu. Tuna Masengwa AMCOS, tuna Ilobashi AMCOS na Ikonda AMCOS. Basi hivyo vituo vitatu vinahudumia kata ile ya Masengwa. Huduma iko nzuri pale, fedha zipo, wafikishe pamba zao. Lakini pia manispaa Shinyanga manispaa tuna kata ya Shinyanga pale tuna AMCOS ya maendeleo. Tuna kata ya Mwamalili pale kuna Mwamalili AMCOS, kuna Mshola AMCOS, basi wafike pale kuuza. Tuna kata ya Ibadakuli, basi pale kuna Mzogore AMCOS, kuna Ibadakuli AMCOS. Kuna kata ya Landoto, kuna Galamba AMCOS, kuna Mwahara AMCOS. Basi hivyo vituo vyote nilivyovitaja ni vya kampuni ya Mashati Oil Investment. Kuna huduma nzuri pale, fedha zipo za kutosha. Wakulima wafikishe pamba zao pale kwa kuzingatia haya maelekezo tuliyoyatoa. Basi wavune kwa wakati, wasipeleke pamba nyumbani, wapeleke kituoni moja kwa moja kuuza. Tupo pale muda wote na tupo kuhudumia wakulima wetu pale. Swala la mizani, kwanza ni watoe shaka wakulima, mizani zile zimehakikiwa na WMA, shirika la vipimo linalohusika na vipimo, zimehakikiwa na wanazitembelea mara kwa mara. Kwa hivyo pale kuna jicho la WMA, kuna jicho pia la bodi. Kwa hivyo kwenye AMCOS zetu kule watu wamenyoka, wakulima wanapimiwa na hakuna malalamiko ya upande wa mizani kwa upande wa Mashati. Kwa hiyo hali ni shwari, wakulima wakauze pamba zao. Majina yangu naitwa Renatus Firbet, ni kaimu mkurugenzi wa kanda wa bodi ya pamba hii kanda ya Magharibi. Msimu wa ununuzi wa pamba ulifunguliwa rasmi katika kijiji cha Mwamashimba, wilaya ya Igunga, tarehe 10 mwezi wa 5 2026. Msimu umeanza sasa na kwa kiasi kikubwa wakulima wameanza kuitikia kuuza pamba muda wote, wakati wote ambapo wananunua pamba ya mkulima asikopwe. Mkulima anapopeleka pamba yake, akishauza pamba yake, alipwe pesa yake kama alivyouza kulingana na kiasi cha kilo zake. Na pamoja na hilo, ni wahimize wanunuzi wa pamba hasa AMCOS ambao wanapima ile pamba ya mkulima. Wakulima wetu wanajitahidi sana kusimamia kilimo cha zao lao la pamba mpaka kufika kuvuna. Kwa hiyo vitendo vilivyokuwa vikijitokeza misimu iliyopita, mkulima kuibiwa pamba yake kupitia kwenye mzani wa kupimia pamba, tafadhali sana kwa msimu huu wasijaribu. Serikali imejipanga na yoyote atakayekamatika ni uhujumu uchumi kama wahujumu uchumi wengine. Kwa hiyo tusijiingize kwenye vitendo vya kuwanyanyasa wakulima kwa kuwaibia kilo zao za pamba walioileta kuuza. Sasa kwa sehemu kubwa
kwa elimu iliyotolewa na maafisa wa bodi ya pamba kwa kushirikiana na halmashauri zetu za wilaya ambako pamba inalimwa, pamba ya wakulima kwa sasa ni safi, ukiachilia baadhi ya maeneo ambapo bado kuna changamoto kidogo ya wakulima kuvuna na vikonyo, lakini tumepata kesi chache kwa baadhi ya maeneo ya wakulima kuweka maji kwenye pamba. Kuna mambo mawili ni wasisitize wakulima. Tutambue kwamba pamba ni bidhaa kama zilivyo bidhaa nyingine zote zinazotafuta soko la uhakika. Kwa hiyo usafi na ubora wa pamba ni msingi muhimu sana wa kuimarisha soko letu la pamba kimataifa, tukizingatia zaidi ya 70% ya pamba yetu inauzwa nje ya nchi kwenye ushindani na pamba inayozalishwa kwenye nchi zingine. Kwa hiyo tunawahimiza wakulima kuhakikisha pamba yote inayoenda kuuzwa iwe imechambuliwa, kwa maana imeondolewa vikonyo na takataka zote zisizokuwa pamba. Lakini pia nawahimiza wakulima kutumia mifuko ya sandarusi katika kubebea pamba. Nyuzi za sandarusi zinaathiri ubora wa nyuzi, hivyo kupelekea ubora wa ile pamba yetu kushuka. Kwa hiyo nawahimiza sana wakulima wazingatie usafi na ubora wa pamba kama walivyoelekezwa na wataalamu, lakini katika uvunaji na uhifadhi wa pamba uwe salama. Lakini sambamba na hilo, swala la pili, naomba niwahimize wakulima, bei ya pamba kama nilivyosema awali inategemea soko la dunia, ambapo 70% ya pamba yetu inauzwa nje. Soko lina yumba kwa maana halijawa imara sana kuhakikisha bei kuendelea kupanda au kuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo tunawahimiza wakulima wanapovuna pamba yao waende wakauze pamba, ili isije ikatokea athari zozote zinazoweza kuathiri mauzo yao. Kwa majina naitwa Masanja Sagira Dashina, ni mkulima wa pamba kutoka hii kata ya Mwarukwa, kijiji cha Mwarukwa. Naipongeza sana serikali kwa bei elekezi iliyotutolea ya 1240 na kampuni ya Mashati. Naipongeza kwa sababu hatuuzi pamba kwa mkopo, lakini ninawaasi wakulima wenzangu tuuze pamba mapema ili tuweze kununua chakula, maana sasa mazao bado ni bei ndogo. Nikiangalia kwenye kata yetu, debe la mahindi linauzwa hata shilingi 12,000, 10,000 napata, na mpunga hivyo hivyo. Jamani, sasa hivi tukivuna pamba yetu bado iko mashambani, lakini tuivune tulete mapema, kwa sababu inaweza kupeperushwa na upepo, ili pamba yetu ya Tanzania iwe na ubora mzuri. Naomba tu serikali kusimamia haya makampuni, walipe pesa moja kwa moja kwa mkulima. Kwa sasa wakulima nawaomba tuache na zana za kuweka pamba nyumbani, maana yake inaweza ikamalizwa na upepo, unapeleka tena kwenye gari unaambiwa pamba ni chafu. Kwa hiyo ni kuvuna moja kwa moja kupeleka ghalani kupata pesa kwa ajili ya mahitaji ya wanafunzi na chakula.